السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Salah Aziz anasema kwamba jana ilikuwa tarehe 23 ya March, na tarehe 23 ya March ni siku muhimu sana katika historia ya jumuiya, kwa sababu hii ndiyo ni siku ambamo Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam alianzisha jumuiya hii Ahmadiyya. Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema Masihi aliyetabiriwa na Mahdi Maud aliyetabiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yule Masihi ni mimi. Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema mimi nimetumwa kwa ajili ya hii ili niimarishe umoja wa Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivi nitie mapenzi ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwa watu. Alisema Sayyidina alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu anataka kwamba wale roho zote wanazoziisha hapa duniani wawe wanaishi katika Ulaya au Asia. Katika hawa wote ambao wana roho safi, Mwenyezi Mungu awavute roho hizi upande wa dini na awakusanya watu wote katika dini moja. Hili ndilo ni lengo la Mwenyezi Mungu kwalo nimetumwa duniani. Sasa nyinyi mfuate lengo hili la Mwenyezi Mungu, lakini mfuate lengo hili kwa hulka njema na kwa upole na kwa kufanya maombi sana. Kisha alisema Sayyidina alayhi salatu wassalam, cheo hiki nilichokipata nimepata kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa sababu ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Azura anasema kwamba katika hii kuna ujumbe kwa ajili ya dunia nzima kwamba nyinyi mpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mumfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mkifanya hivi mtaweza kujenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, na nyinyi mtaweza kufuata njia za umoja wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba kwa ajili ya watu wote wanaoishi duniani hakuna nabii mwingine yeyote wala mwombezi mwingine yeyote isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi nyinyi mfanye juhudi sana ya kumpenda huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na msimtangulize mtu mwingine juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
ili nyinyi muokoke huko mbinguni. Na kumbukeni, चीज नहीं ukovu si ule kitu kitakachopatikana baada ya kufa, bali ukovu halisi ni ule unaoonyesha nuru yake katika dunia hii. तो कौन है Ni nani ambaye ameokoka? Ni yule anayekuwa na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu yupo सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kati yake yeye na kati ya viumbe vyote vingine ni mwombezi, आसमान के नीचे na chini ya mbinguni hakuna mwingine yoyote ambaye anaweza kuwa sawa na Mtume sallam, wala hakuna kitabu kingine kinachoweza kuwa sawa na Qur'ani tukufu. इसी के लिए Kwa ajili ya mtu mwingine yeyote Mwenyezi Mungu hakutaka kwamba yeye abaki milele na milele, lakini huyu nabii wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hai kwa milele na milele. Hazur anasema kwamba हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से haya ni mapenzi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa anayo kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, किया na alieleza hali ya mapenzi yake haya mara kwa mara. Vile vile Sayyidina alayhi salatu wasalam aliwasihi wafuasi wake pia kwamba wao pia इस मोहब्बत और मुकाम को अपने सामने रखें waendelee kuzingatia mapenzi haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yao. Hazur anasema इस्लाम ने wale watu ni wadhalimu wanaosema kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam na हजरत मसीह अलैहि सलाम wafua नाम से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wafuasi wake wanakiri kwamba Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam ana heshima zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si hivyo. पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है Siku hizi katika Nigeria pia wanajumuia wanaletewa shutuma hii, इल्जाम लगा उन्हें जेलों में डाला जा रहा है na kwa kuleta shutuma hii wanajumuia wanapelekwa gerezani, wanafungwa gerezani. दिया उन पर मुकदमे कायम करना शुरू कर Hata wameanza kuleta kesi dhidi ya wanawake pia. दूध पीछे wana चंद महीनों के बच्चों के wanalazimika wanawake wanalazimika ambao wana watoto wadogo, hawa wanawake wanalazimishwa watembee kwa miguu na wanapelekwa katika mji mingine kwa ajili ya kuwasumbua. पैगाम भिजवा रही हैं Lakini hawa wanawake pia wananitumia ujumbe huu kwamba मसीह मौद को मानना है sisi tumempokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, के बाद ही हमें na baada ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam वसल्लम के tulipata umoja wa Mwenyezi Mungu na tulijua kuhusu heshima ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. हम किस तरह अपने ईमान से पीछे हट सकते Namna gani sisi tunaweza kurudi nyuma katika imani yetu? जहाँ हम ये दुआ करते हैं Khalifa mtukufu ayyadahullah taala bin Nasr Aziz anasema kwamba ikiwa pande moja sisi tunawaombea wanajumuiya hawa wote kwamba Mwenyezi Mungu awasaidie, pamoja na dua hii sisi tunafanya dua hii pia kwamba Mwenyezi Mungu सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के awajalie Waislamu wote waweze kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam aliyekuwa mpenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. वादे के मुताबिक तौहीद के क़याम Sayyidina alayhi salatu wassalam ni yule ambaye alikuja sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuimarisha Islam na umoja wa Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam. तौहीद के क़याम के लिए आपकी तड़प की Kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu, hali yake ilikuwaje? Hali hii inapatikana katika maandiko yake. Sayyidina alayhi salam anasema kwa kumhutubia Mwenyezi Mungu, anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, e Mola wangu, uone roho yangu kwa kukutegemea sana ऐसी परवाज कर रही है inaelekea kwako, inaruka kwako kama ndege की तरफ anaruka huko mbinguni kwa kufuata nyumba yake. Basi mimi na hamu ya kupata kudra yako, lakini hii sitaki kwa ajili yangu, bala sitaki hii kwamba uonyeshe kudra yako kwa ajili ya heshima yangu, bali hii nataka ili तुझे पहचाने watu waweze kukutambua wewe, e Mola wangu, को इख्तियार करें na waweze kufuata njia zako जो है उसकी तकजीब करके
na yule ambaye ametumwa nawe kwa kumkataa wao wasiweze kwenda mbali na mwongozo. Amesema Sayyidina alayhi salam, natoa ushahidi kwamba wewe ndiye uliyenituma na ulionyesha nishani chungu mzima kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu. Hata wewe uliamuru mwezi na jua kwamba vitu hivi vyote sawa na bishara za Mtume sallam zipatwe. Mimi najua kwamba wewe ndiye ni Mola wangu. Kwa sababu ya hii roho yangu inapata imani kwa kukuona kama mtoto anapata raha kwa kuona mama. Lakini wengi ni wale ambao hawakunipokea wala hawakunitambua. Hazur anasema kwamba maandiko haya yanathibitisha mapenzi ya Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa anayo na Mwenyezi Mungu, na alikuwa na hamu ya kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Pamoja na hii pia inaonekana kwamba Sayyidina alayhi salam alikuwa na hamu sana watumishi wa watu wa Mwenyezi Mungu waweze kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasallam. Sayyidina alayhi salam alikuja kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwa watu. Na si hii tu kwamba alikuja kufanya kazi, bali mwenyewe pia alikuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ya hali ya juu. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa na hamu kwamba watu wengine pia wapate mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuhusu hii Sayyidina alayhi salam anasema, ni mwenye bahati mbaya yule mtu ambaye yeye hakuweza kugundua mpaka leo kwamba kuna Mungu wake ambaye ana uwezo juu ya kila kitu. Pepo yetu ni Mungu wetu na ladha zetu zote zinapatikana ndani ya Mungu wetu, kwa sababu sisi tulimuona, tulimshuhudia na tulipata uzuri wa hali ya juu ndani yake. Basi hazina hii ni yenye ya kupata, hata kama hazina hii tunapata kwa kutoa nafsi zetu, na bila shaka lulu hii ni lulu ya kupata, hata kama sisi tunapata lulu hii kwa kupoteza mali yetu yote. Enyi wale ambao ni wakosefu, nyinyi mukimbilie chemchem hiki, kwa sababu chemchem hiki kitawapatieni maisha. Chemchem hiki ni chemchem ya maisha. Nifanye nini na namna gani mimi nisambaze bishara hii na nitumie njia gani ili niweze kuambia watu kwamba huyu ni Mungu wenu, ili watu waweze kusikia na waweze kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Alifa mtukufu yadahullah taala Ibn Aziz anasema kwamba katika maandiko haya mapenzi ya hali ya juu yanapatikana. Kila neno aliloliandika Sayyidina alayhi salatu wasalam, katika kila neno mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanaonekana waziwazi. Na kila mmoja anaweza kuelewa hali hii sawa na ufahamu wake na hali ya imani yake. Yeyote atakayefanya tafakari juu ya maneno haya, bila shaka yeye ataona kwamba imani yake imeimarika na atapata maendeleo katika imani yake. Kisha kuhusu ibada ya Mwenyezi Mungu na kwa kutusihi kwamba sisi tumpende Mwenyezi Mungu, Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu mada hii anasema, ikiwa nyinyi mtakuwa wa Mwenyezi Mungu, bila shaka muwe na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu pia atakuwa wenu. Nyinyi mtakuwa mumelala na Mungu atakesha kwa ajili yenu. Nyinyi mtaghafilika katika maadui wenu, lakini Mungu atawalindeni katika maadui na atangamiza njama yake. Nyinyi hamjui kwamba Mwenyezi Mungu ana kudra na uwezo kiasi gani. Ikiwa nyinyi mungekuwa mnajua hali ya uwezo wake na kudra yake, isingekuja siku hata mmoja kwamba nyinyi mungekuwa mnafikiria kuhusu dunia, bali mungefikiria kuhusu Mwenyezi Mungu. Yule mtu ambaye anakuwa na hazina, je, akipoteza fedha pesa moja, je
analia na anaanza kuonyesha hali kwamba yeye ameangamia. Lakini ikiwa nyinyi mungejua kuhusu hazina hii ya mwenyezi mungu na mungejua kwamba mwenyezi mungu anawasaidia katika kila hali na kila wakati, katika hali hii nyinyi msingeweza kuangukia dunia. mwenyezi mungu ni hazina nzuri sana, lazima muheshimu hazina hii, kwa sababu yeye ni msaidizi wenu katika kila hatua yenu. nyinyi si kitu chochote bila msaada wa mwenyezi mungu, wala vifaa wenu hauwezi kuvifaa kwa ajili yenu bila msaada wa mwenyezi mungu. Anasema sayyidina alayhi salam, usifuate mataifa mengine yale ambayo yameangukia dunia. Wao wanatanguliza dunia tu na masilahi ya nafsi. nyinyi msifuate watu hawa. Kama nyoka anakula udongo, hivyo ndivyo hawa watu walikula udongo wa dunia. Kama mbwa anakula mfu, wale watu pia walikula wafu. Hawa watu wameenda mbali na dunia, nyinyi msifuate hawa watu. Amesema, mimi sisemi kwamba nyinyi msitumie vitu vya dunia, sisemi kwamba msifanyie kazi wala msipate faida kutoka katika vitu vya dunia, vifaa vya dunia, bali mimi nawazuieni kwamba nyinyi sawa na mataifa mengine msitegemee masilahi yenu na dunia tu, na msahau mwenyezi mungu ambaye ni yeye ambaye anatupatia vifaa vyote vinavyopatikana duniani. nyinyi msitegemee vifaa hivi tu, bali nyinyi mumtegemee mwenyezi mungu. ni mungu yule ambaye anatupatia vifaa hivi vyote. Ikiwa nyinyi mnakuwa na jicho la kiroho, mnaweza kujua kwamba ni mungu tu ambaye anatupatia vitu hivi vyote. Basi hii ndiyo ni hali tunatakiwa tunayo katika maisha yetu, na sayyidina alayhi salatu wasalam alitutegemea kwamba sisi tuwe na hali hii ya kumtegemea mwenyezi mungu kiasi hiki. Hazuru anasema, kama nimeshawahi kueleza hapo awali, kwa ajili ya kuimarisha umoja wa mwenyezi mungu na kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam, sayyidina alayhi salatu wasalam alimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya utii huu alipata daraja hii. Na hali yake ya utii, hali ya utii ya sayyidina al-Islam ilikuwa ya aina gani? Kuhusu hii matukio mengi yanapatikana. Tukio moja limeelezwa na sahaba moja kwamba sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa msikiti wa Mubarak, na alikuwa anatembea msikitini na alikuwa anaimba shairi fulani, na pamoja na hii machozi yalikuwa yanatoka katika macho yake. Yule mtu alipomuuliza sayyidina alayhi salatu wasalam, ewe huzur, umepata huzuni gani, kwa nini unalia? Akasema kwamba mimi nilikuwa nasoma shairi hili Hazrat Hassan bin Sabit aliyesema wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, na shairi ni hii: kunta sawada linaziri faamia alayka naziru man shaa ba'daka falyamut fa alayka kuntu haziru. Ewe mtume wa mwenyezi mungu, wewe ulikuwa roho ya jicho langu, na kwa sababu kufa kwako mimi nimekosa jicho. Baada yako yeyote akifa mimi sijali, nilikuwa na hofu kuhusu kifo chako. sayyidina alayhi salam alisema, nilipokuwa nasoma shairi hili la Hazrat Hassan bin Sabit nilipata hamu moyoni mwangu, lao ningeweza kusema shairi hili lingetoka katika ulimi wangu. Wakati alipokuwa anasoma shairi hili, sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa analia sana, machozi yalikuwa yanatoka sana machoni, na hii ilikuwa inaonyesha hali ya moyo wa sayyidina alayhi salatu wasalam. Sasa wale wanaoleta shutuma dhidi ya sayyidina alayhi salatu wasalam hawezi kufikia hali hii alikuwa nayo sayyidina alayhi salatu wasalam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, hali ya mapenzi yake alikuwa anayo sayyidina alayhi salatu wasalam. Ameeleza hali yake katika maneno haya, alisema, yule mtu ambaye alisimama dhidi ya kila usumbufu na shida, yeye ambaye aliona upinzani wa kila hali,
na alipata udhia wa kila aina. आप पर बने, Kesi za uwaji zilifanywa dhidi yake, jamaa zake, marafiki zake, बच्चों की मौत के नजारे देखे, hata yeye aliona kwamba watoto wake pia walifariki, भी आपके चेहरे lakini आंखों पर hakuna yeyote बात का इजहार नहीं देखा। aliyeshuhudia kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam alihuzunika kwa sababu ya hali hii au kwa sababu ya shida hizi alizozipata. Lakini wakati wote mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yalipoelezwa, Sayyidina alayhi salatu wasallam alianza kulia kwa sababu ya kuwa na mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. को मोहब्बत के नजारे आपकी तहरीरों Na hali hii ya mapenzi yake inapatikana katika maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasallam. के आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Katika sehemu moja हंसी ठट्ठा wapinzani wanaoleta shutuma dhidi ya mtume saa sallam wanafanya dhihaka Sayyidina mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kueleza hali hii, yeye alieleza hali ya moyo wake ikoje. Alisema Sayyidina alayhi salam, hakuna kitu chochote kilichoniudhi इन लोगों के हंसी ठट्ठे ने zaidi ya dhihaka ya hawa watu wanafanya dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallama. आजार तानो तशनीद ने Kwa sababu ya shutuma za hawa watu wanazozileta dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa mbora wa viumbe vyote, सख्त जख्मी कर रखा है। kwa sababu ya udhia hii mimi nimeudhika sana wallahi. Hata kama watoto wangu wote na watoto wa watoto wangu na marafiki zangu wote na wasaidizi wangu wote wangeuawa mbele ya macho yangu, मेरे अपने हाथ और पांव hata mimi mwenyewe ningekatwa mikono yangu na miguu yangu निकाल फेंकी जाए, na macho yangu yangetolewa, मैं अपनी तमाम मुरादों से महरूम कर दिया जाऊं hata mimi ningeshindwa katika matamanio yangu yote, और तमाम आसाइशों को खो बैठूं। hata mimi ningekosa starehe ya maisha yangu yote. Dhidi ya mambo haya yote, kitu hiki ni chenye udhia zaidi kwa ajili yangu, kwamba watu wanaleta shutuma dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wanamshambulia heshima yake. Basi ewe Mola wangu, की नजर फरमा, utujalie rehema yako, ututeremshie rehema na baraka zako, na utujalie utuokoe katika imtihani hii. जज्बात का इजहार कर सके। Hazur anasema, je, kuna mtu yeyote ambaye anaweza kueleza mapenzi yake hivi? Wapo wengi ambao wanadai wanampenda Sayyidina alayhi salatu wassalam और सत्य नबूवत के नाम पर kwa jina la heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa jina la khatme nabuwat. Wapo wengi ambao wanaleta fitina na ufisadi duniani, lakini hawa watu wamefanya juhudi gani kwa ajili ya kuthibitisha heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya dunia दुनिया में फैलाने के लिए? na kwa ajili ya kusambaza Islam na Qur'an duniani? Wamefanya juhudi gani? Hawakufanya juhudi yoyote, bali wameleta ufisadi tu. Na Sayyidina alayhi salatu wasalam aliposema hayo, yalikuwa si maneno tu, bali wale waliokuwa marafiki wa Sayyidina alayhi salam na wale hata si wanajumuia wao pia walitoa ushahidi kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akimpenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali hii ilikuwa inapatikana kutoka katika kauli yake na kutoka katika kila amali yake pia. अमृतसर के Kwa kueleza hali hii, gazeti moja la Amritsar, jina lake lilikuwa gazeti Wakil, na gazeti hili lilikuwa ya wasikuwa na jumuiya. Mwandishi mhariri wa gazeti hili aliandika kwamba baada ya इख्तिलाफ के बावजूद ingawa mimi nilikuwa sipatani na madai ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, Mirza Ghulam Qadiani alayhi salatu wasallam, करा दिया है lakini Mirza Ghulam Qadiani कि उनका एक बड़ा शख्स alithibitisha kwamba kiongozi wao amefariki, के मुकाबले पर इस्लाम की इस शानदार मुदाफियत का भी जो उसकी जात के साथ वाबस्ता kwa sababu ya kufa kwa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wasalam. Ulinzi ulikuwa ukipatikana dhidi ya Islam, ulinzi ule pia umeondoka. काम पूरा कर चुका है। Anasema kwamba leo wakati Mirza Ghulam Ahmad amemaliza kazi yake, tunaweza kukiri kwa moyo wetu wote kwamba yeye amefanya kazi kubwa kwa ajili ya kusaidia Islam. सी हो जाए Anasema zaidi kwamba hata kama siku za usoni hata watu wanalinda Islam, मिर्जा साहब की ये hata wote wakilinda
islam watalazimika kusoma maandiko ya mirza ghulam ahmad qadiani alah salam, kwa sababu bila vitabu ya sayyidina muhammad alah salatu wassalam hawawezi kulinda dini tukufu ya islam. Hazur anasema kwamba yeyote aliyefanya sayyidina alah salatu wassalam alifanya kwa sababu ya hii kwamba alitaka kuthibitisha kwamba dini tukufu ya islam ni dini ya mwisho ya mtume ya Mwenyezi Mungu, na alithibitisha, alifanya kazi yote kwa ajili ya kuthibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora wa manabii wote, na aliwabainishia watu wote kwamba hakuna dini nyingine yoyote inayofanana na dini tukufu ya islam. Wale wanaoleta shutuma dhidi ya sayyidina alayhi salatu wasalam wanalazimika kusoma maandiko ya sayyidina alayhi salatu wasalam, watajua mapenzi yake alikuwa anayo na mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayyidina alayhi salam alikuwa akisema kama yeye ni mwanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akisema kwamba yeyote nilipata kwa baraka ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya kumfuata yeye. Kwa kueleza hali hii sayyidina alayhi salatu wasalam anaandika, mimi nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu, kama Mungu aliongea na Ibrahim na Ishaq na Hazrat Ismail na Yaqub na Yusuf na Musa na Isa Yesu Kristo, na baada ya hawa wote Mwenyezi Mungu alizungumza na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alizungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam na alimfunulia wahi ambayo mfano wake ilikuwa haipatikani. Hivi ndiyo Mwenyezi Mungu pia alinifunulia, lakini baraka hii mimi nilipata kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mimi nisingekuwa katika umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam na nisingemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hata kama vitendo vyangu vingekuwa sawa na milima ya dunia nzima, mimi nisingeweza kupata heshima hii niliyopata kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusikia maneno haya, yule ambaye analeta shutuma dhidi ya sayyidina alayhi salatu wasallam, yule mtu ni mjinga, ni mjahili na ni mwenye kuleta fitna. Sasa Mungu mwenyewe atawaangalia hawa watu, atawaangamiza. Hawa ni wale ambao wanadai ni maulama. Lengo la ujaji wa sayyidina alayhi salatu wasallam ikiwa ponde moja lilikuwa hili kwamba aimarishe umoja wa Mwenyezi Mungu na vile vile athibitishe ubora wa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya wote, na vile vile lilikuwa hili kwamba akusanye watu wote chini ya bendera ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hii ilikuwa hii kwamba watu watimize haki za viumbe wa Mwenyezi Mungu. Pia sayyidina alayhi salatu wasalam katika masharti ya bayat aliweka sharti moja hii moja, sharti namba 4. sayyidina alayhi salatu katika sharti hii alisema kwamba mwanajumuiya hata wasumbua Waislamu kwa haswa na watu wote kwa jumla, na yeye hata wasumbua kwa ulimi wake wala hata wasumbua kwa mkono wake wala kwa njia nyingine yoyote. Na sharti ya 9 ni kwamba katika huruma ya viumbe vyote yeye ataendelea kutoa huduma zake, na kadiri anayoweza kufanya kazi hii atatumia uwezo wake wote, atawafaidi watu wote na viumbe vyote. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza mafundisho haya ya Islam anasema kwamba dini ina sehemu mbili. Ya kwanza ni kumpenda Mwenyezi Mungu, na ya pili ni kwamba ni kumpenda kuvipenda viumbe vya Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba usumbufu wao uwe usumbufu wake, na kisha kufanya maombi kwa ajili yake. Kisha anasema dini na Islam ina sehemu mbili, au tunaweza kusema kwamba
मुश्तमिल है mafundisho ya islam yana malengo mawili. Lengo la kwanza कि अव्वल ये ni kwamba जानना जैसा कि फिल वाक़या kumtambua mwenyezi mungu kwamba yeye yupo से मोहब्बत करना na vile vile kumpenda mwenyezi mungu इताअत में अपने वजूद को लगाना na kufanya utii wake kweli kweli. तो शर्त इताअत व मोहब्बत है। फरमाया Kisha amesema मकसद ये है lengo la pili कि बंदों की खिदमत ni में अपने katika huduma ya को खर्च करना viumbe wa mwenyezi mungu kutumia uwezo wake wote सलाहियतों को खर्च करना और बादशाह से लेकर na kuanzia mfalme बादशाह से लेकर अदना इंसान तक mpaka mtu wa kawaida शुक्रगुजारी और एहसान के साथ ambaye anafanya ihsani basi yeye amshukuru. Yule ambaye aliyefanya ihsani awe mfalme au mtu wa kawaida lazima amshukuru. Basi haya ni mafundisho ya islam kwamba baada ya kumpenda mwenyezi mungu tuvipende viumbe vya mwenyezi mungu, au tunaweza kusema hivi kwa sababu ya mapenzi ya mwenyezi mungu. Mafundisho haya yanatukumbusha kwamba tuipende viumbe vya mwenyezi mungu. Na kuhusu hii hali ya sayyidina alayhi salatu wassalam ilikuwaje, mwenyewe alikuwa akifanya nini, alikuwa akisema nini, एक जगह फरमाते हैं kwa kueleza mada hii sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba और ईसाइयों mimi और आरियों पर ये बात जाहिर करते nataka kuwabainishia waislamu wa kristo na mabaniani wote kwamba hakuna mtu yeyote duniani ambaye ni mdui wangu. Yani mimi sidhani kwamba kuna katika hawa kuna mtu yeyote ambaye ni mdui wangu. करता हूँ Mimi nawapenda viumbe vyote wa mwenyezi mungu kama mama mpole anapenda watoto wake. Hata mimi napenda zaidi kuliko mama. अकायद का दुश्मन हूँ Mimi ni mdui wa itikadi batili, kwayo मेरा फर्ज है ukweli unafichika. हमदर्दी मेरा फर्ज है Mimi nalazimika kuwahurumia watu wote. एक अमल हर एक बदअमली और नाइंसाफी और बदअखलाकी से बेजारी मेरा Mimi nimechukia dhulma na वजात करते हुए फरमाते ubatili. Kisha kwa kueleza zaidi mada hii sayyidina alayhi salatu wassalam anasema अपने नौ से मोहब्बत करती है जो hii ni dhahiri kwamba kila kitu kinapenda mwenzake, भी hata वर्जी मायल ना हो siafu pia. चूंटियां भी चूंटियों से अगर कोई खुद Siafu pia wanapenda siafu. बस जो शख्स के खुदा ताला की तरफ बुलाता है Basi yule mtu ambaye anaita watu kwa mwenyezi mungu, yeye तरफ बुलाता है analazimika उसका फर्ज है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करे yeye awapende watu मैं नौ wote. से सबसे ज्यादा मोहब्बत कर Basi mimi nawapenda watu kushinda wengine wote, lakini nachukia vitendo vyao vibaya na dhuluma yao na ufasiki na vile vile जात का दुश्मन नहीं bughudha yao. Mimi si mdui wa mtu binafsi. जो बहिश्त के तमाम Kwa hazana niliyopewa hii, है वो जोश hii ni ufunguo wa pepo. मोहब्बत से वो जोश मोहब्बत से नौ इंसान के सामने पेश करता हूँ Mimi naweka mbele ya watu wote ili waweze kuelewa वो हकीकत में अज किस्म हीरा और mali niliyopewa mimi कोई खोटी चीज नहीं है ni mali sawa na lulu na dhahabu, सकता है और वो ये na mali hii inaweza और दिनार और जवाहरात पर kutambua kwa rahisi sana. सुल्तानी बादशाह का सिक्के का निशान है कौन सा बादशाह वो आसमानी गवाहियां मेरे पास हैं Na mwenyezi mungu amenipatia nishani kutoka mbinguni, na hakuna mtu yeyote ambaye alipewa nishani hizi kutoka kwa mwenyezi mungu. Yaani mungu ananisaidia, मुझे बतलाया गया है कि na hii ndiyo ni hazina kubwa sana ambayo ninayo. सच्चा है Na mimi nimeambiwa kwamba dini tukufu ya islam ni dini ya mwenyezi mungu, सिर्फ कुरानी हदायत थी na nimeambiwa kwamba mwongozo wa qurani tukufu मिलावटों से पाक है ni mwongozo ambao ni safi kabisa, hauna uchafu wote. तालीम देने वाला और Nimeambiwa kwamba को हिकमत तालीम देने वाला yule aliyetupatia mafundisho sahihi, mafundisho yaliyokamilika, दिखलाने वाला
na yule ambaye ni mfano mwema kwa ajili ya watu wote ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam peke yake. Ni yeye tu ambaye ana mfano katika hali yote. Mwenyezi Mungu amenifunulia kwa wahi yake kwamba mimi ni masihi aliyeahidiwa na Mahdi Maud, इख्तिलाफात का हकम हूँ। na mimi nimekuja kwa kuwa hakimu kwa ajili ya kuondoa ufisadi. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुशर्रफ फरमाया। Na mtume sallallahu alaihi wasallam alinipatia majina haya yote mawili, मुकालमा से यही मेरा नाम रखा, na Mwenyezi Mungu pia alinipatia majina haya mawili, तकाजा किया कि यही मेरा नाम। na vile vile hali ya dhama pia ilithibitisha kwamba mimi niwe na majina haya mawili. ये बातें सिर्फ आपने लिखने के लिए नहीं लिख दी। Alifa mtukufu anasema kwamba Sayyidina Mala salatu wasalam haya yote aliyosema hakusema kwa ajili ya kuandika tu, bali yeye alipenda viumbe vya Mwenyezi Mungu, आपकी जिंदगी में हमें नजर आते हैं। na hali yake inaonekana katika maisha yake. Tunashuhudia alikuwa akifuata yote aliyosema. Upande mmoja Sayyidina Mala salam alidai kwamba yeye ni masihi aliyeahidiwa na Mahdi Maud. बाज निशान ज़ाहिर फरमाता है Mwenyezi Mungu alipothibitisha nishani kwa ajili ya kuonyesha ukweli wake, na nishani hizi alikuwa maafa baadhi wakati kwa ajili ya wengine. Kwa kuona hali hii, Sayyidina Mala salam alikuwa akikosa utulivu. Sayyid Abdul Karim sahib alikuwa akiishi sehemu moja ya nyumba ya Sayyidina Mala salatu wasalam. Anasema kwamba maafa ya tauni yalipoenea na kila siku watu walikuwa wakifa wengi sana, na walikuwa wanakufa kwa wingi sana. Mwali Abdul Karim sahib anasema wakati ule nilimuona Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya dua. Kwa kusikia dua hii mimi nilishangaa sana. Hadha Mwali Abdul Karim sahib anasema के अल्फाज ये हैं, katika dua hii Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam इस कदर दर्द alikuwa analia sana सुनने वालों का पिता पानी हो na alihuzunika kiasi hiki kwamba sisi तारी हो जाती tulishangaa kwa kuona maneno alikuwa anatumia katika dua ile. है, गिरिया उजारी करते थे। Sayyidina Mala salatu wasalam alikuwa analia sana mbele ya Mwenyezi Mungu, से आप की आवाज निकल रही थी जैसे कोई kiasi hiki जैसे से kama wakati mwanamke wakati wa kuzaa mtoto analia. Mauli Abdul Karim saba anasema nilisikia kwa makini sana. Sayyidina Mala salatu wasalam alikuwa anafanya maombi kwa ajili ya viumbe vyote wa Mwenyezi Mungu ili wasalimike katika adhabu ya tauni. Sayyidina Mala salam alisema, Mola wangu, ikiwa hawa watu wanaangamia kwa sababu ya tauni, ni nani ambaye atafanya ibada yako? Sasa angalieni, sawa na bishara ya Mwenyezi Mungu, adhabu hii ilikuja juu ya maadui wake, दुआ मांग रहे हैं, lakini Sayyidina Mala salam alikuwa anafanya dua adhabu hii iondolewe. ऐन मुमकिन है, बल्कि मुखालफिन ने शोर भी मचाना था। Na iliwezekana kwamba kwa sababu ya kuondoka kwa adhabu hii watu wangepiga kelele na wangeleta shutuma dhidi ya Sayyidina Mala salatu wasalam, lakini Sayyidina Mala salatu wasalam hakujali kwa sababu ya kuwa na huruma ya viumbe vya Mwenyezi Mungu, na alifanya dua hii kwamba Mola, uwaokoe hawa watu katika adhabu hii कोई दूसरा रास्ता दिखा दे। na uwaonyeshe njia nyingine ili waweze kupata mwongozo. कभी ये नहीं कह सकते कि आपने हमदर्दी के मौके पर Hazur anasema kwamba hata maadui wa Sayyidina Mala salatu wasalam hawezi kusema kwamba ikiwa kulikuwa hali ya kuonyesha huruma, Sayyidina Mala salatu wasalam hakuonyesha huruma, bali alionyesha huruma kwa ajili ya maadui zake. तमीर शुरू होने लगी, Wakati Minaratul Masih ilipojengwa, मचाया, mabaniani wakapiga kelele kwamba sisi tutapata shida kwa sababu ya minara hii, तहकीक के लिए आया, na magistrate akaja kule Qadian kwa ajili ya kufanya utafiti. तमाम तफसील बयान की, Sayyidina Mala salatu wasalam akamwelezea तौर पर है, kila kitu kwamba minara hii sisi tunajenga sawa na nishani na कुनी हो गई, mwanga utapatikana. हमारे घरों की भी होगी, Ikiwa wale wanasema kwamba wakina mama wao hawatakuwa na hijabu, इस तरह की बेपर्दगी होगी। wanawake wetu pia wapo hapa wanaishi. Kwa hiyo hii shutuma yao si sahihi. कि एक हिंदू लाला बुढ़ामल
lala budamal ambaye alikuwa baniani kule yeye pia alikuwepo wakati ule. sainam alahi salatu wassalam akamwambia yule magistrate kwamba huyu budamal anaishi hapa, ni jirani yetu, anaishi katika mji huu. उनको पता है umuulize huyu bana kwamba mimi daima dawamu nimetimiza haki za majirani na haki za viumbe vyote vya mwenyezi mungu. बुढ़ामल आपके साथ हैं, huyu lala budamal yupo hapa. muulize huyu bana kwamba je, imetokea hata mara moja kwamba kulikuwa nafasi ya kuwasaidia hawa watu lakini mimi sikuwasaidia? haikutokea hata mara moja. au je, imetokea hivi kwamba kulikuwa nafasi ya kuwafaidi hawa watu lakini mimi sikuwafaidi? kisha umuulize huyu bwana hayo pia kwamba je, imetokea hata mara moja hivi लाला साहब को kama huyu budamal बताने का कोई मौका मिला हो alipata nafasi ya kunidhuru lakini hakunidhuru, bali yeye alinidhuru kila wakati alipopata nafasi ya kunidhuru na kunisumbua, lakini mimi nilimpatia faida. huyu lala budamal alikuwa pamoja na majlis, yeye hakuweza kukana na kukataa hali hii, bali yeye aliona fedheha wakati ule. basi huu ni mfano wa sayyidina alahi salatu wassalam kwamba wale ambao walileta madhara dhidi yake yeye aliwafaidi kwa sababu ya kuwa na huruma. Mauli Muhammad Hussain Batalvi saheb ambaye मसीह इस्लाम alikuwa mpinzani wa hali ya juu, yeye alileta fatwa ya ukafiri dhidi ya sayyidina alahi salatu wassalam na alimwita sayyidina alahi salatu wassalam dajjal, नफरत और दुश्मनी की आग भड़काई। na yeye aliwasha moto wa upinzani dhidi ya sayyidina alahi salatu wassalam. lakini katika kesi fulani wakati wakili wa sayyidina alahi salatu wassalam alipotaka kusema maneno kadhaa dhidi ya familia ya Muhammad Hussain Batalvi, sayyidina alahi salatu wassalam alimzuia wakili wake kwamba yeye asiulize maswali yale makali. na wakili wa sayyidina alahi sallam alikuwa si mwanajumuiya. yule wakili alikuwa akisema baadaye kwamba इंसान है, Mirza Saheb ni mtu wa ajabu na yeye ana hulka za ajabu. kuna mtu mmoja ambaye anashambulia heshima yake, hata anashambulia nafsi yake, lakini wakati mimi nataka kudhoofisha ushahidi wake na napotaka kuuliza maswali kadhaa, Mirza Saheb ananizuia na anasema kwamba mimi sikuruhusi umuulize huyu bwana maswali haya, kwa sababu ya maswali haya huyu bwana atapata fedheha. और सामने ये भी फरमाया sayyidina alahi salatu wassalam amesema katika shairi yake moja, कद गरसना हो फिर सबा वलैसा shairi hili ni katika lugha ya Kiarabu. दादे युकस्सिर, यानी maana yake ni के दरख्त को अपने हाथ से काट दिया, ewe mdui wangu, ulikata mti huu wa mapenzi kwa mkono wako दिल में नस्ब किया था। ambao tulipanda katika ujana wetu, lakini मोहब्बत के मामले में moyo wangu करने वाला नहीं। hauleti kasoro yoyote upande wa mapenzi. Hazur anasema kwamba huu ni mfano moja kwamba hawa मुसलमान उलमा ने कोशिश maadai na maadui na maulama walifanya njama chungu mzima kwa ajili ya kuangamiza jumuiya yake. walileta fatwa ya ukafiri dhidi yake na wanaendelea kufanya hii mpaka leo. मालिक में मुसलमान मालिक में हमारी मुखालफत होती है। matokeo yake ni kwamba upinzani unapatikana dhidi ya jumuiya kwa sababu ya fatwa ya hawa maulama. तालीम का हम पर असर है कि आज भी हम hii ni athari ya mafundisho ya sayyidina alahi salatu wassalam kwamba dhidi ya shutuma ya hawa wapinzani अखलाकी मयारों को नहीं छोड़ते, sisi hatuachi hulka zetu njema, हाथ में नहीं लेते। wala sisi hatushiki kanuni ya nchi mikononi mwetu. lao hawa watu wangeelewa और मसीह और महदी kwamba hakam na adal ya zama hizi ni Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam, और तौहीद का क़याम na kusambazwa kwa Islam na kuimarisha kwa umoja wa Mwenyezi Mungu जो दिलों पर कायम होनी है, ambayo itapatikana juu ya mioyo ya watu, si juu ya ardhi. utawala huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam utapatikana kwa kumpitia sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kupitia jumuiya yake, si kwa kutumia silaha na upanga फैलाने से, au kwa kueneza ugaidi मजलूमों को कत्ल करने से, au kwa kuwaua watu kwa jina la Islam. Hazur anasema matukio yanayotokea katika Ulaya kwa jina la Islam, matukio haya yanafanywa na watu au mtu. siku mbili iliyopita katika London watu wasiokuwa na dhambi waliuawa, जिहादी
na mtu mmoja alikinyaga watu chini ya gari yake na mwanapolisi mmoja aliuawa. Hali hii yote ni kwa sababu ya hii kwamba hawa maulamaa wa kijina गलत रहनुमाई करके wamewaongoza watu katika njia ya upotevu, की खूबसूरत तालीम डालने के na mioyoni mwao badala ya kutia mapenzi ya Mwenyezi Mungu wametia dhuluma na mawazo ya ugaidi. ऐसे में हम अहमदियों का काम है Basi katika hali hii ni jukumu la sisi wanajumuiya. Nimeshawahi kusema hayo mara chungu mzima katika hotuba zangu इस्लाम के हुस्न को दुनिया के सामने पेश करें. kwamba sisi tueleze uzuri wa Islam mbele ya dunia. Ikiwa kuna swali la upinzani wa jumuiya, hawa hawawezi kuangamiza jumuiya hata kidogo, hawawezi kudhuru jumuiya hata kidogo. Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam alitumwa na Mwenyezi Mungu, na yeye alitumwa ili yeye apate ushindi, इस्लाम अब आपके जरिए ही फैलना है. na Islam itaenea duniani kote kwa kumpitia Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Basi sisi tutasambaza dini hii, na matukio haya yanayotokea ya ugaidi, हमें सख्ती से हर जगह sisi tunatakiwa tupinge hali hii, na tunatakiwa tuzungumze dhidi ya hali hii ya ugaidi, हमारा काम है. na vile vile tunalazimika kuwahurumia watu wote. Sayyidina Ahmad sallallahu wasallam anasema, enyi watu wote musikilize kwa makini sana kwamba hii ni bishara ya Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, तमाम मुल्कों में फैला देगा. kwamba yeye ataeneza jumuiya hii yake duniani kote. सब पर Kwa kupitia hoja na dalili itapatia ushindi jumuiya hii. उनके करीब हैं. Siku zile zinakuja, hata ni karibu sana, kwamba duniani kote dini moja tu itabaki itakayoheshimiwa sana. दर्जा फौकुल आदत बरकत डालेगा. Mwenyezi Mungu atatia baraka sana katika jumuiya hii, फिक्र रखता है na yeyote anayetaka kuangamiza jumuiya hii yeye atafedheheka na atashindwa, na ushindi huu utakapatikana utabaki mpaka siku ya Kiyama. Ikiwa hawa watu wananifanyia dhihaka, mimi sipati madhara kwa sababu ya dhihaka yao, kwa sababu hakuna nabii yeyote ambaye hakufanyiwa dhihaka. से भी ठट्ठा किया जाता है. Kwa hiyo ilitabiriwa kwamba Masihi ya Maud pia atafanyiwa dhihaka, kama aliyosema Mwenyezi Mungu, ya hasratan alal ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahziun. खुदा की तरफ से ये निशानी है. Basi hii ni nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba kila nabii alipingwa na alifanyiwa dhihaka. मगर ऐसा आदमी जो तमाम लोगों के रूबरू आसमान से उतरे, Lakini yule mtu ambaye anashuka mbele ya macho ya watu, malaika pia wanakuwa pamoja naye, ni nani ambaye atafanya dhihaka naye? Kwa hoja hii mtu mwenye akili anaweza kuelewa kwamba Masihi hatashuka huko kutoka mbinguni. Kumbukeni, hakuna yeyote atakayeshuka kutoka mbinguni. Wapinzani wetu wote ambao wako hai, hawa wote watakufa, na hakuna yeyote akayeshuhudia kwamba Yesu Kristo anashuka huko mbinguni. Kisha vizazi vyake vitakavyobaki vile pia vitakufa. Miongoni wa hawa pia hakuna yeyote atakayeshuhudia Yesu Kristo anashuka kutoka mbinguni, kisha vizazi vyao vitakufa. Wao pia hawatashuhudia kwamba Yesu Kristo anashuka kutoka mbinguni. Katika hali ile Mwenyezi Mungu atatia wasiwasi mioyoni mwao, na watakuwa na wasiwasi kwamba zama imepita na dunia imepata hali ingine, lakini Yesu Kristo hakushuka kutoka mbinguni. Wakati ule watu wote, watu wenye akili wataacha itikadi hii, na karne 3 haitatimia kuanzia siku ya leo. Wale wote wanamsubiri Isa, wawe Waislamu wa Kristo, wale wote watakata tamaa na wataacha itikadi hii. Wakati ule itakuwa dini moja tu na kiongozi moja tu duniani. Mimi nilikuja kwa ajili ya kupanda begu, basi begu ile ilipendwa kwa mkono wangu, basi mti huu utaota na utakuwa, na hakuna yeyote anayeweza kuzuia mti huu. Hazur anasema kwamba begu hii ilipangwa na Sayyidina Ahmad sallallahu wasallam inaendelea kuota na kuimarika. शाखें बनना है Ikiwa sisi tunataka kuwa matawi yake, कि जैसा कि katika hali hii ni jukumu letu, और अमल से साबित है. kama inathibitika kwa kupitia maandiko ya Sayyidina Ahmad sallallahu wasallam na amali yake, kwamba sisi tumpende Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam से हमदर्दी और मोहब्बत na tuvihurumie viumbe vyote, को इस तरह बनाएं कि हमारे हर अमल से ही नजर आए. na hali yetu iwe ya aina hii kwamba katika kila kitendo chetu hali hiyo inokane. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر